Na kwingineko, mtazamaji, baraza la magavana limepinga usahihi wa deni linalodaiwa na kampuni ya Kenya Power kwa serikali za kaunti ambayo kwa sasa ni shilingi bilioni 4.7, likitoa wito wa ukaguzi. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya Seneti kuhusiana na kawi, mwenyekiti wa baraza hilo Mohamed Ali alisema kwamba baadhi ya kaunti zimepokea bili za juu zaidi kutoka kwa kampuni ya Kenya Power, lakini baada ya kuthibitishwa kiasi kinachodaiwa kikapungua kwa kiwango kikubwa, na hivyo basi ipo haja ya kukagua bili za umeme kwa kaunti 47 zote. Magavana hao sasa wanataka kampuni ya Kenya Power ilipie malimbikizi ya ada za nguzo zao zilizoezekwa kumradhi kwenye ardhi ya umma ya kaunti. Kamati ya Seneti kuhusu kawi ilialika kampuni ya Kenya Power na baraza la magavana kuifahamisha kuhusu hali ya madeni yanayodaiwa kwa serikali za kaunti. Waakilishi wa kampuni hiyo hata hivyo hawakusikizwa na maseneta hao walioshinikiza kwamba wanataka mkurugenzi mkuu awepo. Baraza hilo la magavana lilisema kuwa kampuni ya Kenya Power hailipi ada za nguzo walizoweka kwenye ardhi ya umma kuambatana na sheria licha ya kukodisha baadhi ya maeneo kwa kampuni za mawasiliano ya simu. Machakos County submitted a claim of Kenya shillings 41,394,480 in wayleave charges from KPLC. Kirinyaga County claims 192 million in wayleave charges. No payment so far has come, as evidenced by those three claims. Kulingana na kampuni ya Kenya Power, serikali za kaunti hazijalipa bili ya umeme ya shilingi bilioni 4.7. Magavana hao wanashinikiza ukaguzi ili kudhibitisha kiasi hicho. Machakos County was given an invoice of Kenya shillings 141,114,783 by KPLC, but after auditing their accounts, they found that there was reduction in the bill by a whopping 56 million, Mr. Chairman. Baraza hilo la magavana linalitaka bunge litafakari kurekebisha sheria ya kawi ili kutoa pesa za hazina ya mpango wa uwekaji umeme katika maeneo ya mashinani kwa serikali za kaunti, kwani kuambatana na katiba wamepewa jukumu la kuweka nyaya za usambazaji umeme.